So baada ya mambo yote kuweza kuzungumzwa, Tunda kuweza kujitetea, mashabiki kuweza kumvagia Tunda, naye mwenye mtoto sasa Whozu amekuja kueleza kwa kina zaidi na kuweza kufunguka mazito sana kwa hiki ambacho kimeweza kutokea na kuweza kumlalamikia sana Tunda kwa nini afanye maamuzi binafsi bila kumshirikisha yeye. Bana, karibu sana. Mambo yamekuwa ni ya moto sana. Hii hapa ni Bongo Recap, sehemu pekee ambapo utapata stories za mastaa mbalimbali ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. So kama wewe kwa kwanza kufika hapa, hujachelewa kabisa, tumia sekunde chache tu kwa ajili ya kubonyeza neno subscribe, ili mradi wa kwanza kupata update na kila kitu ambacho kinaendelea kuhusiana na mastaa mbalimbali ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Hapa ni sehemu pekee ambapo utapata update na udambu wa kutosha kweli. Hii ni Bongo Recap. Tumeona story nyingi sana ambazo zinamhusisha bidada Tunda pamoja na mpenzi wake mpya ambaye ni David. Japo penzi lao hili naona kabisa alitodumu kwa sababu watu wa Nongwa tayari wameshatia nongo zao hapa, wameshazungumza mambo mengi sana kwa hiki ambacho kinaendelea, na hii ni mara baada ya kuhusishwa moja kwa moja kwamba kumpa akaunti ya mtoto wake ambaye mtoto wake ambaye aliweza kupata akiwa na Whozu. Sasa mwenye baba rasmi amekuja, ukichana na wale ndugu zake ambao akina sisi sasa tuliwasha balaa pale Instagram baada ya hii video kuweza kutrendi kupostiwa na Juma Lokole. Tulikuja moja kwa moja kuwasha vibe kweli, na lengo letu hasa ni kulalamika kwa nini anko wetu akaunti yake inachukuliwa tu na mshamba mmoja kutoka Geita huko ndani. Baada kuna miongoni mwa mtu ameweza kucomment pale kwenye ile video akamwambia kwamba huyu kama sio mtu wa Geita huyu basi atakuwa ni ushirombo huko ndani. Na mwingine akasema kwamba Tunda yeye ukimnunulia tu chakula tayari kuanzia siku hiyo mnakuwa wapenzi. Imagine, hii ni hatari kweli. So baada ya stories zote ambazo zimetokea, mashabiki kuweza kumvaga Tunda na pia Tunda mwenyewe kuweza kujitetea kwa namna moja ama nyingine, basi rasmi tayari Whozu mwenyewe sasa muhusika, achana na ndugu zake wakina sisi, tumesha play part yetu na sasa tumeamua kumwachia mwenye msala aweze kumaliza kazi, kwa sababu kama kukata mti tumeshaulegeza mti, kinachofuata ni kusukuma tu uweze kuanguka, na hicho ndicho alichoweza kukifanya Whozu, kwa sababu amekuja moja kwa moja kueleza kwa kina zaidi kwa kile ambacho kipo. Na Whozu bana amefunguka na kuweza kusema kwamba kila kitu ambacho kipo sasa hivi ni kama vile danger zone. Kwa nini ameamua kuweza kuingia kwenye utata mbaya zaidi, na kwa nini ameamua kuruhusu hiki kitu kiweze kutokea, kwa kuwa yeye lengo lake hasa alikuwa kuweza kufanya hiki ambacho amekifanya kwa sasa hivi, lakini lengo lake ilikuwa tu waendelee kuishi vizuri, japo wameachana na Tunda, lakini bado yeye hatakuwa mbali na mtoto wake, kwa sababu damu ni nzito kuliko maji, na haimaanishi kwamba kama hana uhusiano na Tunda basi hataweza kumpata hata mtoto wake. Hiki kitu ni big wrong, kwa maana ni uongo mkubwa sana tena sana. So hiki ambacho kinaendelea kwa sasa hivi, Whozu amekuja kufunguka vikali zaidi, ameweza kuandika ujumbe mrefu sana, lakini mimi nitasummarize kwa kile kitu ambacho kipo, ili mradi nisikuchoshe sana. So unajua hii ni Bongo Recap, tunakuelezea kwa ufupi lakini unaelewa kwa undani. Imagine, yani ni kwa ufupi lakini unaelewa kwa undani zaidi kwa kile ambacho kimeweza kutokea. So mimi nitakupa tu kama recap ama summary fupi ambayo ameweza kuizungumza mzee mzima Whozu baada ya kuweza kuingia kwenye vuguvugu zito zaidi la kimapenzi kati ya Tunda pamoja na mpenzi wake huyo mpya ambaye jina lake linaitwa David. So bana, mzee mzima Whozu ameweza kuzungumza, maana ni interview fupi aliweza kufanywa pale na kuulizwa kwamba hiki kinachoendelea sasa hivi unachukuliaje, bidada Tunda kuweza kubadilisha wanaume. Hilo akakataa kabisa kujibu, akasema hata mimi pia nilivyoachana naye sikubaki single kwa sababu bado umri unaruhusu, so nimeamua kuingia sehemu nyingine, kwa maana hilo swali siwezi kulijibu. Lakini bado akaulizwa swali jingine ambalo lilikuwa linahusisha sasa vipi ameweza kumwachia akaunti ambayo mliifungua wewe na yeye wakati ule ambapo mnamlea mtoto wenu. Hapo sasa jamaa ndo akasema hapo naweza kujibu, kwa sababu yule mtoto sio mtoto wake pekee, bali yule ni mtoto wetu. Kuna damu yangu pale na nitampenda daima, na yeye ananitambua mimi kama baba yake, hata kama tuligombana na mama yake, lakini bado ananitambua mimi kama baba yake. Sasa akaanza kuflow mshikaji na akaanza kusema kwa hizi taarifa ambazo zimeendelea sasa hivi na hizi taarifa ambazo zipo za kupewa akaunti mshikaji zimeweza kumuuma sana na kumuumiza kweli kutokana na kitu ambacho ameweza kukifanya, japo alikuwa hataki kabisa kuweza kufanya hiki kitu, lakini sasa hivi acha azungumze kuanzia mwanzo hadi mwisho. Sasa Whozu akaanza kufunguka, akasema before yeye kuingia kwenye uhusiano na Tunda kulikuwa na urafiki wa karibu sana
kiasi kwamba ilikuwa ni ngumu sana kuweza kukwepesha na ni ngumu sana kuweza kusema kwamba mimi siwezi kuwa na uhusiano na kimapenzi pamoja na nani na Tunda alikuwa anamjali sana. Yaani muda mwingi alikuwa anachukua muda wake kwenda kumtembelea mshikaji. Muda huo sasa Whozu hana lolote lile, yani hana pesa yoyote ile. Sasa mambo yakawa ni mazito kweli kwa sababu tayari kama huna pesa, penzi litakuwa ni gumu sana kulipata. Na penzi kama la bidada Tunda inakuwa ni changamoto kweli. So Whozu anaelezea akasema kwamba ni mtu fulani ambaye anajali, anajua kuthamini na pia anajua kumuingiza mtu kwenye mitego, kwa maana akakuingiza kwenye mitego huwezi kuchomoa hata mara moja, lazima utajaa tu kwenye mifumo yake ambayo ameweza kuipanga. Sasa akaulizwa unamaanisha nini kuzungumza hivyo? So akaelezea mwanzo mwisho, lakini key point ambazo zipo ni kwa sababu nilikwambia na kusamarizia, siwezi kuelezea kila kitu, lakini key point aliyosema kwamba Tunda akiamua kukutaka ama akihitaji kukupata uje kwenye maisha yake ni rahisi sana, kwa sababu huwa anainvest muda mwingi sana kukujali, anainvest muda mwingi sana kuwa na wewe, anainvest muda mwingi sana kujua vitu ambavyo unapenda na vitu gani upendi, alafu anatumia ule udhaifu kusogeza karibu, kwa sababu Tunda pesa anayo. Kwa maana kuinvest more time kwa wewe kuweza kukuspendi, kuweza kula, anakufahamu taratibu, anakuwekea vistori ambavyo vitakufanya tu ufunguke ndani zaidi na rasmi atakufahamu kwamba wewe ni mtu wa aina gani. So Tunda ndivyo alivyo, na akikwambia kitu chochote lazima utafanya kwa kuwa tayari huku nyuma kuna kitu ameweza kukifanya, kwa maana wewe utajenga ile kwenye akili yako kwamba huyu ni mtu bora, ni mtu mwema, kwa nini amenifanyia uzuri mimi nimlipe kwa ubaya na aliyakuwa ni tatizo dogo tu. Yani anakusaidia kwenye zile event ambazo ni tough sana, yani ngumu sana kuweza kuzisolve, ambazo hizo event akiziacha basi usikute ulikuwa unapitia matatizo makubwa zaidi na huenda kabisa ungepotea, tusingekufahamu kama hivyo ulivyo. Sasa akamuelezea story yake kwa ufupi. So kabla ya kueleza kwamba Tunda alichofanya ni kibaya, lakini alikuja kusimulia kile ambacho kilitokea, na akasema kwamba kitu ambacho kipo kwa Tunda sio mtu mbaya, lakini amekosea tu kutonishirikisha kwenye hili swala la kuweza kugawa account ya mtoto wangu, account ya binti yangu ambayo tulipata naye wote kwa pamoja. So kitu ambacho alikuja kukimalizia mwishoni Whozu akasema kwamba kitu alichokifanya sio kizuri na sijakipenda, na lazima nimtafute nimueleze kama akitaka kufanya jambo lolote lile ambalo linamhusu binti yetu, basi lazima anishirikishe mimi baba mtu, kwa kuwa lazima nifahamu. Lakini kama akiamua kufanya jambo lake mwenyewe binafsi kama hilo ambalo ameweza kulifanya la kuwa na mpenzi huyu ambaye anaitwa David, mimi sitamuingilia vyovyote vile, kwa sababu hayo ni maisha yake binafsi, yeye ni yeye na mimi niko kwenye mahusiano yangu. Lakini swala linabaki pale pale tu, kwa maana mtoto bado ni wetu, lazima tumlee kwa pamoja na lazima asingie kwenye changamoto ambazo zile sisi tunazi expect kuweza kutokea. So ameweza kueleza kwa undani zaidi Whozu, na akasema kwamba kitu ambacho ameweza kukifanya Tunda bana amemkosea sana kuweza kumpa huyo jamaa akaunti ya mtoto wake, kitu ambacho sio sahihi na kitu ambacho hakihitajiki kabisa. So kwa upande wako wewe ungekuwa Whozu, ungechukua maamuzi gani baada ya Tunda kuweza kufahamu kabisa Tunda ameweza kufanya reaction ya kitu fulani? Ungechukua maamuzi gani na kitu gani ambacho ungekifanya? So niandike kupitia comment section hapo, ili mradi wa kwanza kupata update na taarifa nyingi zaidi, basi tumia sekunde chache tu kwa ajili ya kusubscribe hilo neno lililoandikwa chini hapo subscribe, and then tuende kwenye comment section niandikie wewe ndio Whozu, ungechukua maamuzi gani kuhusiana na Tunda, au ungemtafuta yule mshikaji moja kwa moja? Endelea kufuatilia, hii ni Bongo Recap.